السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بتذكير وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Anatueleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, dini yetu ni dini ya kupeana nasaha. Nasaha hizi na zikusudia kwa ndugu zetu katika imani walioko visiwani, walioko sehemu za Lamu, habari ambazo kwamba tunaziona katika mitandao ya kijamii, habari ambazo kwamba zinatufikia. Wallahi, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan, macho ni yenye kutokwa na machozi na nyoyo ni zenye kuhuzunika. Mauaji ambayo kwamba tunayashuhudia, roho inatolewa, nafsi inatolewa kwa hali duni kama hiyo. Tumwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbuke Mwenyezi Mungu alipoeleza malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kupeleka msimamizi ambaye kwamba atasimamia mambo ya ardhi ama mambo ya ardhini. Malaika walimjibu Mwenyezi Mungu akamwambia, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima. Ya Allah, wataka kupeleka ardhini yule ambaye kwamba atafanya ufisadi na atatekeleza umwagikaji wa damu, nafasi ya damu, nafasi ya kuitoa nafsi. Tumwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaji'u al-maqtul bil-qatil yawm al-qiyama, yeyote ambaye kwamba aliua duniani, yule alomuua siku ya kiyama atakuja amemshika yule alomuua, na anatokwa na damu, na huku analia, anamwita Mwenyezi Mungu, anasema ya Rab, ya Rab, sal hadha fi ma qatalani, ya Rab, ya Rab, sal hadha fi ma qatalani. Ya Allah, muulize huyu kwa nini aliniua, kwa nini aliniondosha duniani. Na Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, Mwenyezi Mungu hayuko na dhulma. Inni haramtu dhulma ala nafsi, Mwenyezi Mungu anasema mimi nimejiharamishia dhulma juu ya nafsi yangu. Waja'altuhu bainakum muharrama, Mwenyezi Mungu atasimamisha uadilifu. Tuogopeni dhulma, tuogopeni kuitoa nafsi pasina haki. Mtume ameketi na masahaba akawaambia, ijtanibu sab'al mubiqat, jiwekeni mbali na madhambi 7 yenye kuangamiza, jiwekeni mbali na madhambi 7 makubwa. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama hunna ya Rasulullah, hayo madhambi 7 yenye kuangamiza ni yapi? Mtume akataja ya kwanza, ashirku billah was-sihr wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq. Akataja ya kwanza kumshirikisha Allah. Ya pili, as-sihr, uchawi ni katika madhambi makubwa. Ya tatu akataja wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuharamishia. Haufai kuiua nafsi kama hiyo ila kwa haki, basi ni katika madhambi makubwa. Tumwogope Mwenyezi Mungu Subhana. Kucheza na damu, kulipizana visasi, huyu anamuua huyu, huyu anampiga huyu, kesho huyu amekuja kumpiga mwingine, maadamu anatoka kwenye jamii yake ama kwenye mji wake. Tumwogopeni Mwenyezi Mungu, ndugu zetu wa visiwani. Hii ni kuaibisha Uislamu, kuaibisha dini yetu. Tumwogopeni Allah, tuiogopeni siku ya mwisho, tutaulizwa. Na makemeo makali imekuja kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban adhima. Waman yaqtul mu'minan mutaammida, na yote ambaye kwamba atamuua Muislamu kusudi,
fajazauhu jahannam, huyo jaza yake ni moto wa jahannam, waliyadhu billah, khalidan fiha, ataketi humo motoni. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atulinde na adhabu yake. Na isitoshe, wa ghadiba Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu amemghadhibikia, wa laanahu, na Mwenyezi Mungu amemlaani. Hiyo aya moja inazungumzia ukali wa Mwenyezi Mungu katika jambo la kuua. Wa aadda lahu adhaban adhima, na Mwenyezi Mungu amemwandalia adhabu kubwa. Mwenyezi Mungu awaongoze vijana wetu, Mwenyezi Mungu awalinde vijana wetu katika visiwa vya Lamu. Nasaha tumekuja mbele yenu kwa kumbusheni, adinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Tumwogopeni Mwenyezi Mungu, tudumisheni amani, tujue tutaulizwa kesho mbele ya Allah.